Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo jioni ya leo ama pia dhuhuri ya leo, na ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu. Na nimekuja hapa kwa sababu ya ile maneno nimeona inaendelea kule na kina Murkomen wakiwa na Aden Duale, na nimesikia sasa mpaka wameanza kusema ya kwamba kama Aden Duale atapelekwa kwa NCIC pia Rigathi Gachagua apelekwe. Na nimeona wanasingizia kwamba Rigathi Gachagua amekuwa akiita watu wengine wasaliti, mara sijui anaongea mambo ya kuwa nyoka na mai yake. Na mimi niambie Duale wakiwa na Murkomen wametafutia Rigathi Gachagua makosa mingi, kama vile ambavyo walifanya siku walikuwa wanafukuza yeye kwa serikali. Na mnakumbuka siku walikuwa wanafukuza yeye kwa serikali walisema ya kwamba yeye ni mkabila, wakasema anaongea mambo ya shares. Na wakaambia Wakenya hiyo ndio maana kubwa walimtoa kwa serikali kinyume na sheria. Lakini juzi pia Mungu ametusaidia tukajua ukweli, kwa sababu Junet Mohamed amesema ya kwamba walipatiwa pesa, na akasema yule ambaye alikuwa amepatiwa hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba amesafirisha pesa ili Rigathi Gachagua atolewe kwa serikali alikuwa mtu ambaye anaitwa Aaron Cheruiyot, ndiye alikuwa anapatia watu pesa ili watoe Rigathi Gachagua kwa serikali. Kwa hivyo yale walikuwa wameficha kwa siri, yale walikuwa wamefanyia kwa giza, yote imeanikwa mchana wazi. Na ni vizuri pia kwa sababu hii inafaa itumike mpaka kwa koti kama ushahidi ya kwamba Rigathi Gachagua alitolewa kwa serikali kinyume na sheria, na alitolewa bila makosa yoyote. Ilikuwa tu mambo ya fitina na kumpangia njama, ndio maana wakapatiwa bunge pesa. Na mimi niambie Murkomen, mkisikia hapa Rigathi Gachagua anaongea mambo ya wasaliti, huyo sio Rigathi anaongea mambo ya wasaliti. Mambo ya wasaliti ilianza na sisi wakati tuliandamana kama Wakenya, kama vijana wa taifa hili, tukaandamana tukipigania mambo ya maendeleo ya nchi na tukipigania mambo ya ukweli na haki. Na wakati tuliandamana tukasema ya kwamba wale Wakenya wote wazalendo wataungana na sisi kwa mambo ya kutetea nchi, kwa mambo ya kukomboa taifa, kwa mambo ya kutetea maendeleo. Tukasema ya kwamba hao ndio Wakenya wazalendo. Lakini sisi wenyewe vijana wa taifa hili tukasema ya kwamba wale watakao kula na wale wanatuumiza, wale watakao keti kuzungumuza na kucheka na kukula na wale ambao wanaua vijana wetu wa taifa hili, tukasema hao ni wasaliti, na wanasaliti sisi kama vijana ama watoto wa taifa hili. Kwa hivyo mkisikia Rigathi Gachagua akisema ya kwamba iko watu ambao wanaitwa wasaliti, au tunawaita wasaliti kwa sababu sisi kama Wakenya wazalendo tumekubaliana ya kwamba lazima tutashikana, tuungane kukomboa taifa kwa njia ya kufukuza William Ruto na wakora wake, wale wameua watoto wetu, wale wameharibu mambo ya nchi, wale wameharibu usalama wa nchi, wale wameharibu mambo ya uchumi, wale wameharibu mambo ya masomo ya taifa hili, wale wameharibu mambo ya afya. Kwa hivyo wale ambao wanashirikiana na wale wamefinyilia Wakenya, hao sisi kama vijana wa taifa hili tunawaitanga wasaliti. Tunawaitanga wasaliti. Kwa hivyo mkisikia iko mtu Rigathi anaita msaliti, sio Rigathi, ni sisi Wakenya wazalendo tunaita wale wengine wasaliti. Wale ambao wanakula, kulala na kuketi na kucheka na kufurahia na kukula na kukunywa, na wale ambao wanatutesa na kuua watoto wetu. Na ndio maana hapa kwetu jamii ya Mlima Kenya sisi tunawaitanga Gakonia. Wale wanakula na wasaliti tunawaitanga Komerera, tumeitanga Gati, wale wanakula na wasaliti. Kwa hivyo hiyo si kitu ya kupelekea mtu sijui kwa NCIC. Hiyo sio hate speech. Na nataka nitie wakufu hapa leo hii mchana wazi. Mimi kama kijana msafi sasa, wacha Rigathi Gachagua niambie Murkomen, achana na Rigathi Gachagua kwanza. Mimi kijana msafi nasema wale wanakula na William Ruto ni wasaliti. Wale wanacheka, wanaketi, wanalala na William Ruto ni wasaliti. Na wanasaliti si jamii ya Mlima Kenya wanasaliti. Wanasaliti wa Kenya kwa jumla. Wale ambao walitokea kwa barabara mwaka wa 2024 kupigania haki na ukweli na demokrasia taifa hili, wanasaliti hao. Wale mnacheka na William Ruto na kukula na yeye, mnasaliti wale watoto wetu waliuliwa kiunyama mchana wazi hapa Nairobi. Kwa hivyo hii jina msaliti tutaitumia mpaka dakika ya mwisho. And let me make it official, bwana Murkomen. Kama unataka kushika watu eti kwa sababu sijui wanachochea, kwa sababu ya kuita wengine wasaliti, anza na kijana msafi. Mimi nasema wale wanakula na William Ruto, wanacheka, wanalala na yeye, hao ni wasaliti, na wanasaliti wa Kenya wazalendo.
wale ambao wako katika mstari ya mbele kupigania mambo ya demokrasia, mambo ya haki na ukweli katika taifa letu la Kenya. Niwaambie hivyo. Niambie jamii ya watu wa Northeastern, sisi kama jamii ya Mlima Kenya hakuna siku tumekuwa na vita na nyinyi. Kwa hivyo msikubali kupotezwa na huyu mwenda wazimu anaitwa Aden Duale. Aden Duale ni conman wa kawaida. Ametumia Uhuru Kenyatta miaka 10 kujisaidia mwenyewe kama majority leader katika National Assembly. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya, sababu nisikia Aden Duale anaongelea sisi vibaya. Anasema sijui mambo ya Kibaki, sijui mambo ya Uhuru, sijui mambo ya Mzee Jomo Kenyatta. Niambie jamii ya Northeastern, ama jamii ya Waislamu, ama jamii ya watu wa Somali, sisi hakuna shida, hakuna siku tumekuwa na shida na nyinyi kama jamii ya Somali. Siku Mwai Kibaki alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, siku Mzee Jomo Kenyatta alikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, siku Uhuru amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, serikali zao zilishirikiana na jamii ya Somali pakubwa sana, na tukawa na uhusiano mkubwa wa kufanya kazi na nyinyi kama marafiki zetu, kama ndugu zetu. Na ukiangalia mpaka serikali ya Uhuru Kenyatta, alikuwa anaitwa Mzee Haji ambaye amepumzika juzi baada ya mambo ya BBI, alishirikiana pakubwa sana kufanya kazi na Uhuru Kenyatta. Ukiangalia huyu Haji saa hii, mtoto ya huyo mzee hayati, alishirikiana pakubwa sana kufanya kazi na Uhuru Kenyatta. Ukiangalia huyu jamaa anaitwa Aden Kenan. Aden Kenan is a senior politician kutoka jamii ya Somali, na amekuwa bunge zaidi ya miaka 20, na kila mara alikuwa anachaguliwa na chama ile ambaye ilikuwa naungwa mkono na jamii ya Mlima Kenya. Hiyo ni kumaanisha kwamba tumekuwa na uhusiano mzuri na nyinyi kama jamii, na hakuna siku tumekuwa na vita. Hata saa hii ukiangalia juzi, Uhuru Kenyatta serikali yake ikapatia mtoto wenu kazi ya kuwa waziri wa fedha, Bwana Ukulu Yatan kutoka jamii ya Somali. Alikuwa amepatiwa nafasi mzuri. Hata mkienda katika historia ya jamii ya Somali, muangalie wale viongozi wenu wamefanya kazi na sisi. Siku watoto wetu walikuwa wanaongoza serikali kutoka Mzee Jomo Kenyatta, tumekuwa na uhusiano mzuri sana, na hakuna siku tumepigana vita ya kijamii baina ya jamii ya Mlima Kenya na jamii ya Somali. Kwa hivyo yule mtu anataka kuleta hii uhasama, yule mtu anataka kuleta fitina hapa katikati, ni huyu mwizi anaitwa Aden Duale, ni huyu conman anaitwa Aden Duale. Na mimi niambie jamii ya Somali, hakuna siku sisi tutapigana na nyinyi. Sisi ni wafanyi biashara, nyinyi ni wafanyi biashara. Hakuna siku tutapigana na nyinyi. Tutaishi kufanya kazi kwa pamoja kama jamii. Tutaishi kufanya biashara kwa pamoja, kwa sababu vita haiwezi kuwa na faida kati yetu. Lakini tukifanya biashara, jamii yenu inasaidika, jamii yetu pia inasaidika. Na kwa sababu ya uhusiano wetu mzuri wa miaka zaidi ya 60, ndio maana William Ruto ameona atumie huyu mkora wake anaitwa Aden Duale, alete fitina na uhasama kati yetu na nyinyi, ionekana ni kama kuna vita. Lakini ukweli ni kwamba sisi hakuna vita tuko naye na jamii ya Wasomali. Kwa hivyo niwaambie, huyu mkora anaitwa Aden Duale amejinufaisha mwenyewe na urafiki wetu na nyinyi kwa kupata cheo katika serikali zote zile zimeongozwa na watoto wetu. Saa hii sasa wameshikana na William Ruto, ndiye anatumika ili akuje kupiganisha sisi. Mimi niwaambie jamii ya Somali, msijaribu kuingia katika hiyo mtego, msijaribu kuingia katika hiyo mtego ya William Ruto, msijaribu kuingia katika hiyo mtego ya Aden Duale. Pia sisi hatutaingia katika hiyo mtego tuanze kupigana na nyinyi kama jamii, kwa sababu tunajua shida sio nyinyi, shida ni huyu mkora ambaye anatumwa na William Ruto. Na mimi niambie William Ruto, hauwezi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya na unategemea vita baina ya jamii ili upate nafasi ya kutawala mara ya pili. Haiwezekani bwana William Ruto, haiwezekani bwana William Ruto. Take it from me, haiwezekani bwana William Ruto. Ile kitu ingekusaidia upata nafasi ya kuongoza mara ya pili katika nchi ya Kenya ni ile kazi na ahadi ambazo ulikuwa umeahidi wa Kenya kama ungetekeleza. Lakini kwa sababu kama rais ulishindwa kutekeleza ahadi zako zote, saa hii ile kitu umebakisha. It's so unfortunate. Rais mzima, mtu tulifikiri yako na akili, ile kitu unategemea saa hii ndio upate second term ni vita baina ya majamii, ni chuki baina ya jamii, ni kupiganisha watu ambao hawajaipigana. Shame on you bwana William Ruto, shame on you bwana William Ruto. Hauwezi kuwa unategemea jamii zipigane ili upate nafasi ya kuongoza mara ya pili. Uhuru Kenyatta aliongoza mara ya pili, hakupiganisha jamii. Mzee Kibaki aliongoza mara ya pili, hakupiganisha jamii. Mzee Jomo Kenyatta aliongoza, hakupiganisha jamii. Hata Moi hakupiganisha jamii. Wewe ndio rais wa kwanza kuchukua watoto wa jamii hii na watoto wa jamii hii ili wapigane ili uweze kupita katikati.
Lakini mimi nakuambia kama kijana wa taifa hili, hilo halitawezekana. Hiyo vita unataka tupigane, wananchi wa Kenya hawatapigana. Sisi ni mandugu, sisi ni madada, haijalishi wewe ni wa dini gani, haijalishi umezaliwa katika jamii gani. Sisi zote ni wa Kenya na hatutakubali kupigana vita ili uweze kupenya katikati. Ile vita bwana William Ruto iko katika nchi hii ni vita ya maendeleo, ni vita ya kukomboa uchumi ya Wakenya, ni vita ya kukomboa biashara zetu kama Wakenya. Hiyo ndio ile vita iko, na hiyo vita tunapigana kama Wakenya, kama jamii zote za nchi hii tutashirikiana sisi zote kupigana hiyo vita. Na ndio maana mimi niambie hao watu, Rigathi Gachagua mlifukuza kwa serikali, lakini sisi kama jamii, kwa sababu tunapenda nchi na tunapenda Wakenya, tukamwambia hauwezi pumzika hapa, enda ukatembea katika zile kona zingine za nchi ukatafuta marafiki. Tukamtuma Ukambani akatafuta Kalonzo Musyoka, tukamtuma kwa jamii ya Omusi akatafuta bwana Fred Matiang'i, tukamtuma katika jamii ya Mlembe akatafuta bwana Eugene Wamalwa, akatafuta bwana Natembea, akatafuna kina Sifuna. Tumemtuma katika jamii ya Nyanza akatafuta kina James Orengo na wala viongozi wengine, ili tuweze kushirikiana kama Wakenya kutoka kona zote kukomboa taifa letu. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya, hiyo ndio ile kazi tulipatia Rigathi, na ameifanya successfully, ameifanya vizuri vile ambavyo tulitaka sisi kama jamii. Kwa sababu leo hii hizo jamii zote zinaongea kwa lugha moja. Shida yetu ya nchi si ukabila. Shida yetu ya nchi sio vita za ukabila. Shida yetu ya nchi kama Wakenya ni uongozi mbaya, uongozi ya upuzi, uongozi ya ujinga, viongozi kujipiga kifua, ni corruption na ukora, na viongozi kukua kama wanyama, wanachinja watoto wetu mchana wazi bila aibu. Hiyo ndio shida ya nchi. Lakini hakuna shida nyingine hapa katikati vile wengine wangefikiria. Mimi nikiwa hapo pia niongee niseme ya kwamba nimeona bwana Ruto CS akijaribu kuongea matope yote anaweza kuongea. Mimi niambie bwana Ruto, wewe bado uko na makamasi ya uongozi. Kwa uongozi wewe ni mtoto, bado uko na makamasi. Hata kujipanguza makamasi bado haujaweza kisiasa. Wewe uko mbali sana mambo ya kujua mambo ya Mlima Kenya. Hiyo upuzi nasikia ukisema ya kwamba sijui iko Mlima Kenya East na West. Hiyo upuzi hauwezi toboa. Mlima imekuwa kitu kimoja kutoka wakati wa Mzee Jomo Kenyatta. For the last 60 years tumekuwa kitu kimoja kutoka Githurai mpaka kwenda Tharaka Nithi, kutoka Embu kwenda mpaka Laikipia. Jamii ya Mlima Kenya hakuna siku tumetengana. Na kama wazee waliacha tukiwa pamoja, mtu ambaye ako na makamasi kwa mapua kama Ruto hawezi kuja kutenganisha sisi. Na mimi niongee kama mtoto wa jamii hii, niseme ya kwamba mimi nimeona vile ambavyo Profesa Kindiki ameanza kudhulumiwa. Nimeona Profesa Kindiki vile ambavyo ameanza kufinyiliwa kwa serikali. Mimi niseme hapa, na nataka mnisikize vizuri sana wale ambao wanapotezwa na bwana Ruto. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatujai kuwa na vita na bwana Profesa Kindiki, na hatuna chuki na Profesa Kindiki siku hata moja. In any case ni mtoto wetu kutoka hapa. In any case amesaidia pakubwa kutoka wakati Uhuru Kenyatta alikuwa ICC. In any case Kindiki ametusaidia kama mtoto wetu hapa, hatuna chuki na yeye. Shida yetu ni William Ruto, na ile kitu tulikuwa tunaulizana na mtu anaitwa Kindiki ni kusimama nyuma ya William Ruto. Tukamwambia for as long as unatembea na yule mtu anaua watoto wetu, for as long as unatembea na yule mtu amefinya sisi wa Kenya, hakuna siku tutasikizana. Lakini ukitoka nyuma ya huyo muuaji, ukitoka nyuma ya huyo mkora, wewe ni mtoto wetu, hatuwezi kuwa na chuki na wewe. Kwa hivyo wale wanasema eti tunakataa kuunga Kindiki mkono, na wao waliunga Kibaki wakaunga Uhuru mkono. Mimi niwaambie leo hii Profesa Kindiki akitoka nyuma ya muuaji William Ruto akuja sema anasimama kiti, sisi kama jamii ya Mlima Kenya tutamuunga mkono. Hatuwezi kuwa vita na yeye. Leo hii Profesa Kindiki akichoka kutembea na huyo mwizi anaitwa William Ruto, akichoka kutembea na huyo muuaji anaitwa William Ruto, akichoka kutembea na huyo mkora ambaye ameharibu nchi yetu, sisi kama jamii ya Mlima Kenya tutampokea, tukae chini na yeye, ni ndugu yetu, tutaongea na tushirikiane vile ambavyo tunaweza msaidia. Kwa hivyo I want to keep the record straight ya kwamba we are not opposing Professor Kindiki, and we have not been opposing him as a person or a deputy president, but our problem with him ni kwa sababu anafuata yule mtu ambaye anaua watoto wetu, ameharibu nchi, yule ambaye hatakikani katika taifa la Kenya. Hiyo tu ndio imekuwa vita. Kwa hivyo mimi niambie Professor Kindiki, sisi kama jamii, wala wakora wakikusukuma kwa kona, wala wakora wakikusukuma sana, uko na mahali ya kukuja nyumbani.
Sisi hatuna vita na wewe. Kuja hapa nyumbani, you find your elder brother Rigathi Gachagua, mketi chini muongee. Huyo ni ndugu yako. Hata juzi amesema ya kwamba usipigwe na hakuna mtu wako na shida na wewe. Kwa hivyo usikae hapo wala wakora wakufinya kwa kona kiasi ya kwamba ukae hapo mpaka wakuue, kwa sababu wale ni wauaji, wanaweza kuua. Walinyamazisha Raila ako kwa mchanga leo hii. Usikae hapo mpaka ugojewa kunyamazishe ama usafirishwe ukuwa mzigo. Ukiona wako na nia na njama ya kukumaliza, kuja nyumbani, shirikiana na ndugu zako na dada zako. Rigathi Gachagua hako hapa, Martha Karua hako hapa, Uhuru Kenyatta hako hapa, sisi watoto wenu tuko hapa. Kuja tukukumbatie, tukae chini, tufikirie vile ambavyo tutasongesha mambo ya nchi tukiwa kwa pamoja. Kwa hivyo niambie Profesa Kindiki, wale ambao wanasema ya kwamba sisi tunakataa kuunga mkono Profesa Kindiki kwa sababu ni wakati wake. Shida yetu na Kindiki ni kwa sababu anafuata mwizi. Leo hii akitoka nyuma ya muuaji, hakuwezi kuwa na vita katikati yetu na sisi na yeye, kwa sababu yeye ni mtoto yetu. Na mimi nikiwa hapo niambie Aaron Cheruiyot, nimeona unatusi Rigathi kila siku kama mtoto yako. Mimi niambie Aaron Cheruiyot, kabla uanze address Rigathi Gachagua, kwanza mea ndevu, ujaze makenda kwa mkono, ukue mwanaume yako na kilo, ndio uanze kujibizana Rigathi Gachagua. Aaron Cheruiyot, wewe ni mtu ambaye yako na makamasi ya kisiasa. Hakuna kitu unajua, hakuna kitu unaelewa. Na hiyo chuki na mdomo umekuwa nayo kila siku. Nikuambie. Unafaa kuaibika sana, kwa sababu siku William Ruto alikuwa naibu wa Uhuru Kenyatta, sisi watoto wa Mlima Kenya ndio tuliunga mkono na tukampigania vita kubwa sana. Siku Uhuru Kenyatta alisalimia na Mzee Raila Amolo Odinga, na tukaona ni kama William Ruto anafinyiwa akiwa naibu wa rais. Sisi kama jamii ya Mlima Kenya ndio tulimpatia kifua ya kulalia, ndio tulipunguza machozi, ndio tulipigana vita zake sisi kama watoto wa Mlima Kenya. Ni aibu sana bwana Aaron Cheruiyot, leo hii wewe ndio unadhulumu Rigathi Gachagua. Wewe ndio ulipatiwa pesa ukazunguka katika Senate ukipatia maseneta pesa ili watoe Rigathi Gachagua kwa serikali. Leo hii wewe ndio unatumika kutusi Uhuru Kenyatta. Leo hii wewe ndio unatumika kufinyilia mbona Profesa Kindiki. Unafaa uaibike sana. Eti sisi wakati tulisimama na mtoto wenu na tukampigania, siku tulifikiria kwamba alikuwa anateswa. Leo hii nyinyi kuliko support wala viongozi wetu ambao tuko nao, kazi yenu ni kuwapangia, kazi yenu ni kuwapiga, kuwatumia wakora, kuwatumia wahuni na kuangaisha. Bwana Aaron Cheruiyot, hako kabarabara unapitia. Kama iko mtu unaweza tisha eti kwa sababu wewe ni majority leader huko Senate, kama iko mtu unaweza tisha, labda bibi yako, wala wanawake umeweka Nairobi, wala watoto umezaa, lakini hakuna mtu mwingine unaweza tisha katika nchi hii. Wewe ni mtoto, jaza makenda kwa mkono kwanza, alafu mbee ndevu ndio ufike kilo tuweze kujibizana na wewe. Lakini hatuwezi vumilia hii upuzi mnajaribu kupiga hapo. Na msione kama sisi ni waoga, sisi sio waoga. Ni nchi tunapenda, lakini sisi sio waoga. Ni amani tunapenda, lakini sisi sio waoga. Kwa sababu hamwezi kuwa kila siku mkiambuka hapo ni kutusi Rigathi Gachagua. Kila siku mkiambuka hapo ni kutusi Rigathi Gachagua. Msione tunapenda amani, mfikirie sisi ni waoga. Na hii kura haipeani kwa lazima. Hii kura haipeno kwa lazima. Nimesikia Dendwele akisema ya kwamba William Ruto lazima atakuwa tutam. Lazima atakuwa tutam, mama yako atamchagua. Kama lazima atakuwa tutam, mama yako atamchagua. Hakuna kura inapatiana kwa lazima. Nchi iko na haki na demokrasia. Wakenya wanafanya vile watataka. Sheria imetupatia baada ya miaka 5 tuchague yule kiongozi tungefikiria nafaa. Lakini mambo ya kutulazimisha hapa ni kama mnauzia sisi uoga. Mtu ataenda kuuzia mama yake uoga na watoto wake wale amezaa na bibi yake yule ameoa. Lakini hauwezi uzia Wakenya uoga. Hauwezi uzia Wakenya uoga mtuambia kwa lazima. Na niambie William Ruto, hawa watu ulikubali wakae chini yako ambao wamelewa na power. Hawa watu ulikubali wakae chini yako ambao ni watu ambao wako na ulevi ya power na hangover za power. Ndio watafanya uende nyumbani. Na niambie jamii yetu, ile madharau yote tumeonyeshwa na kina Aden Duale, kina Murkomen, kina Aaron Cheruiyot, kina Faruku na kina Oscar Sudi. Ile madharau yote tumeonyeshwa na hawa wakora. Hizo hazira zote tutazielekeza kwa debe kuhakikisha kwamba William Ruto amekuwa one term president. That is the only way we can salvage. Ile tu tunaweza salvage, ile tu tunaweza revenge nayo vizuri ni kuhakikisha kwamba zile hasira zote, ile madhara yote na chuki na mateso tunaonyeshwa na watu wa William Ruto,
tutaipeleka kwa debe kuhakikisha kwamba William Ruto amekuwa one term president. Nikimalizia hapa Kiambu iko kijana anaitwa Musheke ambaye ndiye majority leader. He mwanake wetagwo Musheke haha Kiambu na ni MCA wa kuria Karimoni na akoragwo majority leader wa bunge no ya Kiambu county. Na mwanake ucio niwe ukoretwo akinyita migwate ma MCA maria marageria uka kiama-ini kia DCP. Mwanake ucio niwe ukoretwo agithreaten ma MCA maria marageria uka kiama-ini kia DCP. Na aria mageretie uka kiama-ini kia DCP Musheke tondu akoragwo majority leader mabanganite na wa matangi ma MCA maria moka DCP makarutwo kamite-ini na already so far kwe ma MCA mokite DCP Musheke akamaruta kamite-ini kuria assembly. Mwanake ucio niwe uraririe muthenya ungi haha na mwanake ucio arahuthirwo ni William Ruto. Musheke arahuthirwo ni William Ruto araririe muthenya ungi haha araiga ati kura cia Kiambu mundu ugacienda no nginya aikare thina wa matangi. Aracoka araiga mundu ugwitwo wa matangi ndagathie kiama kiria andu maratinda makiaria uhoro wakio na ndagatinda agithie kunyitwo guoko atianga ni Rigathi wa Gachagua na ndagatinda agithie kurehwo ngano. Araugire o mena mundu ugwitwo wa matangi mena kiama kiao kiria mabangite na nio mekuga kura cia Kiambu kuria igathie. Nie njire Musheke muratongoririe bara haha muthenya ungi muraiga ati Kiambu ni region. Muratongoririe bara muthenya ungi haha Musheke muraiga ati Kiambu ndingitarano hamwe na kirima. Muraiga Kiambu ni ikaritie. Gacira kau Musheke uragera mwina mundu ugwitwo wa matangi gakugeria kugayukania andu a Kiambu niguo kura iria twageria gucokaniria milioni 10 cia Mount Kenya ikarega kuigana. Andu a Kiambu ni makwiroreire na andu a Kiambu no marakuona. Andu a Juja no marakuona. Andu a Juja ni makorete na moko meri na maitho meri. Njire mwanake ugwitwo Musheke ni tui mutiakenire twathondeka kiama kia DCP. No kiama kia DCP tithe tweririre tuthondeke ni ruriri rwaugire ni rukwenda kiama ya guthie nakio githurano-ini makira Rigathi wa Gachagua thondeka kiama kia ruriri nake Rigathi wa Gachagua akimathikiriria na agithondeka kiama kia ruriri. Kiama kia DCP ti kiama kia Rigathi ni kiama kia ruriri nio mamwiri athondeke kiama. Ni tui ucio tugo wari wendi wanyu tondu mukoretwo mugihitha kuu no murabanga utuko na muthenya uria mukugania kura cia Kiambu. Njire andu aitu Kiambu nio county ina kura nyingi muthiini wa Mount Kenya turorete kura milioni 2 na William Ruto ni arageria juu chini uria angehota kugaya kura milioni 1 thiini wa Kiambu. Ni arageria juu chini na nikio koretwo akiriha andu ya marathiuruka guku makiuga Kiambu ti Mount Kenya, Kiambu ni region. Musheke niwe urahuthika agacoka makanyitana wa matangi makanyita ma MCA mothe hostage na nikio muthi unjire andu aitu ma MCA Kiambu kuria gwothe Rigathi arathie ndumonaga makoragwo magiritio ni Musheke mena wa matangi. Hindi ya Rigathi aroka Kiambu tugika micemanio matikuhagiriria na kuria kungi twathie Murang'a ma MCA makoragwo hau, twathie Nyeri ma MCA makoragwo hau, twathie Kirinyaga ma MCA makoragwo hau. No hindi yothe twi guku ma MCA ma Kiambu gutiri handu monekaga ni tondu wa Musheke mena mundu ugwitwo wa matangi. Maitho maitu ni marorete na maundu maria mureka ruriri no turarora na tutikumukinyiria thi twi hamwe na inyue tumurorete biu mwahura kona tukahura kona. Kiu kiama murenda kurehe mundu ugwitwo Musheke, kiu kiama murenda kurehe kau Gacira murenda kugera ni tumurorete na maitho meri na ni tumuruthiriirie. Tutikureka Kiambu mugayanie na tutikureka Kiambu igayanio. Kiambu ithuĩ twĩ thutha wa Rigathi na Kiambu twĩ thutha wa kiama kia DCP na ithuĩ nĩo ngari itũ twĩ ta andũ a Kiambu tondũ tũrĩ andũ a rũrĩrĩ na tũtigwĩtĩkĩra tũgayanio. Ũrĩkĩria hau na nĩtũgũikara tũkĩaragia mũno maũndũ maingĩ na nĩtũgũikara tũgĩciraga mũno maũndũ maingĩ na ũrĩa wothe gũkorwo gwĩthiĩ na mbere no tũgũkorwo tũkĩmwĩra. Otherwise nitafikisha hapo. Mungu awabariki sana. Tutazidi kuzungumza. Nchi ni yetu, tuko na haki na demokrasia ya kuongea yale tungetaka Wakenya wajiulizwe. Asanteni sana.